Kituo cha msaada wa kisheria cha Everlasting Legal Aid Foundation cha jijini Dar es Salaam kimetoa wito kwa viongozi wa dini, wanasiasa pamoja na viongozi wa serikali katika ngazi mbalimbali kuendelea kuliunganisha taifa kwenye misingi ya amani, haki na maridhiano kutokana na taifa kupitia katika taharuki ya vurugu zilizotokea Oktoba 29. Mkurugenzi wa kituo cha msaada wa kisheria cha Everlasting Aid Foundation, Dr. Khamis Masud, akizungumza jijini Dar es Salaam, amesema tangu kuasisiwa kwa taifa la Tanzania haijawahi kutokea vurugu zinazofanana na matukio yaliyotokea hivi karibuni ambayo yameleta doa katika taifa ambalo linasifika kwa amani duniani kote. Kwa hiyo tupo katika kipindi kigumu, kipindi cha mpito ambazo viongozi wa dini wote kwa pamoja na wadau mbalimbali, huu sasa ni wakati wa kuzungumza lugha moja. Lugha gani ambayo tunapaswa kuzungumza? Tunapaswa kuzungumza lugha ya mshikamano katika kulingania amani, kuhubiri amani, kuhubiri utulivu na kutengeneza maridhiano ambayo yatatawaliwa na hekima na busara, yatathamini utu wa Mtanzania, ili sisi kama taifa tuweze kuwa ni kisiwa cha amani, tuendelee kuwa ni sehemu salama. Aidha, kituo hicho kimelaani matukio ya uharibifu wa mali za umma na watu binafsi uliofanywa na baadhi ya vijana ambao baadhi yao walijikuta wakikabiliana na vyombo vya dola. Na ni lazima tufahamiane vyema kwamba tunapojenga amani tunapanda mizizi ya ustaarabu, tunapanda mizizi ya utulivu, tunapanda mizizi ya maendeleo. Tunapohamasisha au tunapochochea hasira, tunaweza tukavuna majivu ya kihistoria. Na sasa pia tumeshavuna majivu ya kihistoria, sababu toka kuasisiwa kwa taifa hili la Tanzania hatujawahi kuwa na vurugu kama hizi ambazo zimetokea mnamo tarehe 29. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Suleiman kwa taarifa hiyo.